Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kujifunza neno la Mungu, na nikukaribishe ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunapoenda kujifunza habari ya neno la Mungu, neno ambalo linatuelekeza, neno ambalo linatukumbusha, neno ambalo linatusogeza karibu zaidi na upendo wa Mungu. Na tukiangalia katika kipindi hiki, ninapokukaribisha hivi, yamkini upo katika usafiri wako, yamkini ni wakati wa chakula, yamkini ni wakati wowote ambapo sasa hivi uko kwenye shughuli unayoifanya. Hivyo basi nikukaribishe tuweze kujifunza habari ya neno la Mungu. Na neno la Mungu la siku ya leo tutajifunza hasa juu kwamba tulitoka wapi, na kwa nini hii dunia ipo, na kwa nini upo, na kwa nini, na najifunza nini kupitia kile ambacho Mungu amekiweka. Na mada yetu kuu itaonesha kwamba ni kwa jinsi gani ulimwengu umeumbwa. Ulimwengu umeumbwa, na tukielekeza zaidi kwenye faida ambazo tunazipata na kipi ambacho tunajifunza kutokana na uumbaji wa Mungu. Nikukaribishe tuweze kuomba kabla hatujaanza somo letu na hubiri la siku ya leo. Baba mtakatifu uliye mbinguni, asante kwa wema wako na kwa fadhili zako. Asante kwa mkono wako ambao umetuwezesha kuwepo mpaka hivi hai. Ni kwa sababu tu wewe ndio umeruhusu yote yatendeke kwa uzuri na utaratibu wako. Hivyo Bwana, tunakukaribisha utufundishe. Umfundishe mtazamaji na msikilizaji, unifundishe hata nami pia ninapoenda kulitoa neno hili likalete utukufu, heshima mbele zako. Asante kwa kuwa Bwana utatenda hivyo, na utatenda hivyo na kuzidi. Ni katika jina la Yesu tumeona kushukuru. Amina. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nikukaribishe tunapoenda kujifunza maandiko matakatifu, tukisoma ya kwamba zipo nadharia mbalimbali ambazo zinaonesha juu ya uumbaji wa ulimwengu huu. Kuna wengine wanasema ya kwamba uumbaji uliumbwa, dunia iliumbwa kwa miaka 6,000, kwa miaka zaidi, kwa miaka mingi ambayo ni takriban ni miaka maelfu. Lakini ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, ninakuletea ujumbe huu kukuonesha kwamba Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu ambaye ni muumbaji, na tunaona ya kwamba kwa sababu yeye ndiyo muumbaji, anatupatia ratiba ya ulimwengu huu kuumbwa. Na tukiangalia, wapo wengine ambao wanasema ya kwamba ulimwengu huu haukuumbwa. Wanasayansi wanasema ya kwamba ulimwengu huu haukuumbwa, bali ulitokana tu na kuibuka kwa vitu. Na mpaka inafika sehemu wengine wanasema ya kwamba mwanadamu alitokana na nyani. Mwanadamu hakuumbwa, bali ni kutokana na mabadiliko ya alivyokuwa nyani, maana mwisho wake akawa mwanadamu. Mabadiliko alivyokuwa kifanyika, ndipo tunaona kwamba eti mwanadamu ndipo akapatikana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nikualike tuweze kuangalia kwamba hapo mwanzo, kitabu kile cha Mwanzo 1 fungu la kwanza inatuonesha hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hili ndilo fungu letu kuu, kuonesha ya kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Na tukiangalia fungu la 3, tukiona ya kwamba ulimwengu au dunia hii ilikuwa katika hali gani kabla ya kuumbwa. Kabla ya kuumbwa, anasema ya kwamba nayo nchi ilikuwa ukiwa, haikuwa na chochote, haikuwa na chochote dunia hii, na tena ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na tena anasema ya kwamba Roho ya Mungu, neno la Kiingereza Roho ya Mungu ilikuwa juu ya uso, ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji, ikisema ya kwamba Roho ya Mungu ilikuwa above of. Hii neno inamaanisha nini? Juu ya, inamaanisha ya kwamba
Roho ya Mungu ilikuwa na mamlaka juu ya maji, ilikuwa na nguvu. Roho wa Mungu alikuwa na nguvu juu ya maji, kumaanisha kwamba hata hayo maji yalikuwa chini ya mamlaka ya Mungu wetu wa mbinguni. Na hivyo ndio maana fungu letu lile la Roho ya Mungu ilikuwa juu ya vilindi vya maji, na ndio maana tunaona ya kwamba Mungu akasema. Sasa tunaona ilikuwepo giza, yalikuwepo maji yametanda, ambayo maji hayo yalikuwa na giza, yalikuwa hayana kiumbe chochote, yalikuwa hayana chochote ambacho kilikuwepo, na giza lilikuwepo. Kwa neno lake Mungu akaanza kutamka. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa siku ya kwanza tunaona Mungu akiumba, akitenganisha nuru, akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na baadaye alipoiona nuru, akaiona ya kuwa ile nuru ni njema. Na siku hiyo alipoitengeneza nuru, kwa sababu tunaona ya kwamba kulikuweko na giza, siku ya kwanza hiyo akatenga nuru na giza, kimaanisha kwamba Mungu akaita ile nuru mchana. Na ndio maana hata leo tunaita kuna wakati wa nuru, wakati wa mchana na wakati wa usiku, ambapo na giza akaliita usiku. Hivyo siku ya kwanza Mungu aliumba nuru, na alipoiweka nuru, na kwa sababu, kwa nini nuru? Kwa sababu kulikuweko na giza, na hiyo giza ikaondoka. Na baadaye alipoiweka ile nuru, akatenganisha, ili ya kwamba kusiwepo nuru tu, bali kuwepo na wakati wa giza, ambapo nuru ikawepo mchana na giza ikawepo usiku. Na siku ya pili ambayo Mungu aliumba, Mungu aliumba nini? Mungu akasema na liwe anga katikati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu, na ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Tunaona siku ya pili ambayo Mungu anaumba tena. Tumeona siku ya kwanza Mungu aliumba nuru, na alipoumba nuru, alipoiumba nuru, mwisho wake akatenganisha nuru na giza. Lakini siku ya pili tunaona kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo 1:6 ya kwamba siku ya pili na lile anga liwe anga, aliposema ya kwamba na liwe anga, ili ya kwamba itenganishe maji na katikati ya maji, ili ya kwamba kwa sababu, kwa nini? Kwa sababu kulikuwepo na maji ambayo yamejaa pote, hakuna anga wala hakuna chini. Na hivyo maji yalitenganishwa, maji na maji, na Mungu alipotenganisha yale maji akalifanya anga, na yale maji alipoyatenga, maji yakaenda juu mengine, na mengine yakaenda chini. Ikawa hivyo. Kwa hiyo anga lilitengenezwa siku ile ya pili. Na tukiangalia siku ya tatu, Mungu aliumba nini? Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike. Maji yaliyo chini ya mbingu, kina maana kwamba siku ya pili Mungu aliumba anga, na siku ya tatu Mungu anayakusanya yale maji yaliyoko chini ya anga. Anasema fungu la 9, Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Na kwa sababu ilikuwa hivyo, Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya yale maji akayaita bahari. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema. Kwa hiyo siku ile ya tatu bado anaendelea, baada ya kutenganisha maji ya chini na baadaye siku ya tatu tunaona anayakusanya, na baada ya kuyakusanya anatenganisha sasa. Na ndiyo tunaangalia ya kwamba akaendelea fungu la 11, Mungu akasema
nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda, ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ile ya tatu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba siku ya tatu Mungu aliumba tena miti, na Mungu alipotenganisha yale maji akayakusanya pamoja, ikapatikana nchi. Na baadaye yale maji yalipokusanyika yakatengenezwa bahari, ikatengenezwa mito, ikatengeneza na maziwa. Na baada ya kutengeneza yale maji, na pakavu pakaonekana, pakavu pakaitwa nchi. Na maji yalipokusanywa yakatengeneza bahari, yakatengeneza mito, yakatengeneza maziwa. Na ndipo Mungu katika ile ardhi, katika ile nchi, Mungu anatoa ile ardhi kupatikane majani, yote majani, ile miche itoayo mbegu, ile miti ya matunda, na hata kwa jinsi zake, yani kwa aina zake, ambazo mbegu zimo ndani yake. Kwa hiyo miti yote, majani yote, miti itoayo matunda, majani yatoayo mbegu, mazao yatoayo mbegu, yote siku ya tatu yaliumbwa. Kwa neno lake Mungu alitamka, na yakatokea vivyo hivyo. Fungu la 14 tukiangazia siku ya 4. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ambayo kuna ule mwanga unaotawala mchana, ambao tunasema ni mwanga mkubwa. Ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kwa hiyo tunaona ya kwamba katika siku ya 4 Mungu aliumba mwezi, aliumba nyota, ambazo hizo zinakuwepo wakati wa usiku, na wakati wa mchana Mungu aliumba jua. Na hivyo Mungu aliumba jua ili liweze kutawala mchana, ambapo ni muda mrefu, ambao ndio tunasema ni mianga mikubwa na mianga midogo, ambayo hutawala mchana, na ambayo ni jua, na usiku hutawala. Yeye ambayo natawala usiku ni mwezi na nyota, na vile vyote ambavyo vinaonekana. Na hivyo wakati wa usiku, hivyo basi tunaona ya kwamba usiku na mchana Mungu alivitenganisha, vikatokea siku ya 4. Tukiangalia fungu la 20, tunapata kujua siku ya 5 Mungu aliumba nini. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege warukao juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa, na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Kwa hiyo tunaona ya kwamba viumbe vyote vya majini, viumbe vyote vya baharini, viumbe vyote vya ziwani, viumbe vyote ambavyo vinapatikana ndani ya maji, nyangumi, samaki kwa aina zake, siku ya 5 waliumbwa. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona ya kwamba mfululizo wa jinsi ambavyo Mungu aliendelea kuumba kila kitu kwa ratiba zake,
kila kitu kwa ratiba zake, na huku akiandaa mazingira ya kila kiumbe kabla ya kuwepo, kabla ya kutokea kiumbe, anakiandalia mazingira namna kitakavyoweza kuishi. Hivyo siku ile ya sita Mungu akasema, fungu la 24, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake. Mungu tunaona ya kwamba katika ile siku ambapo anatenganisha anga na anatenganisha, tunaona nchi ambapo ilikuwa siku ya tatu, tunakuja siku ya sita. Mungu, kwa kuna uhusiano kati ya siku ya sita na siku ile ya tatu, ambapo tunaona siku ile ya tatu Mungu anatengeneza nchi kavu. Na sasa anapotengeneza nchi kavu, anapotenganisha nchi kavu, siku ya sita, siku ya tatu anaandaa mazingira, siku ya sita anaumba viumbe ambavyo vitaishi nchi kavu, vitaishi nchi kavu, kila kiumbe kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya nyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi zake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu alipoona ya kuwa ni vyema, Mungu aliumba viumbe vyote ambavyo viko nchi kavu, wanyama wakubwa, wale wanaofugwa na wale ambao sio wa kufugwa, wale ambao ni wa mwituni, wale ambao yani ni wa mwituni maanisha polini, ambao wao kwa mfano simba, tembo na wanyama wengine, wote waliumbwa katika siku ile ya sita. Lakini pia tunaona pia wale ambao wanafugwa, tunaona ng'ombe, tunaona na wanyama kondoo na wanyama wengine kwa aina zake, siku ya sita waliumbwa. Lakini pia katika siku ya sita bado inaendelea na kazi ya uumbaji. Tunaona kwamba viumbe vyote ambavyo vitaishi nchi kavu vinaenda kuumbwa, na bado hapo ameumba wanyama, wameumba samaki, wameumba vitu vingine, vyote vimeumbwa. Na tunaona ya kwamba katika siku ya sita Mungu akasema vile ile alikuwa akitamka, na alipokuwa akitamka vikawa vinatokea. Lakini hapa siku ya sita, ambayo ni mwendelezo wa siku hii moja, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu alipomaliza kazi aliyoifanya, ameumba viumbe vingine vyote, lakini siku ya sita hiyo hiyo anasema ya kwamba sasa na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, siku ya sita mwanadamu uliumbwa. Siku ya sita Mungu anamuumba mwanadamu, ambaye mwanadamu huyo anayeumbwa ni nani? Ni Adam, na baadaye akapatikana Hawa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hii mfano ambao Mungu anausema, kwa nini kwa viumbe vingine hajasema ya kwamba kwa mfano wetu, bali anakuja kwa mwanadamu anasema kwa mfano wetu, akijua ya kwamba Mungu anamuumba mwanadamu ambaye ataishi, atakuwa na haiba sawa aliyo nayo Mwenyezi Mungu. Na hivyo anaposema ya kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu, anamaanisha nini? Ukiona tabia na sifa ya Mungu, tunaona ya kwamba Mungu ni mtakatifu. Na kwa sababu Mungu ni mtakatifu, Mungu yeye anakusudia hata wewe mwanadamu uwe mtakatifu. Na hivyo anaposema kwa mfano wake, Mungu kwa kuwa ni mtakatifu anakusudia na wewe uwe mtakatifu. Lakini pia Mungu ni mtawala wa vitu vyote. Lakini pia anapokuwa mtawala wa vitu vyote, sio hivyo tu, Mungu ni ndiye mmiliki wa vitu vyote. Kwa mujibu wa kitabu kile cha Zaburi 24 fungu lile la kwanza, anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Tunaona ya kwamba nchi na vyote vinavyoijaza dunia ni mali ya Bwana. Na ikiwa vyote ni mali ya Bwana, sasa tunaona ya kwamba kama vyote ni mali ya Bwana, hata wewe mwenyewe ni mali yake. Na ndio maana anasema ya kwamba kwa nini Mungu anamuumba mwanadamu ili kwa mfano wake? Ni kwa sababu anampatia
sehemu ya kutawala vile ambavyo Mungu ameumba. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona ya kwamba ndiyo maana Mungu anasema kwa mfano wake na kwa sura yake. Tunaona jukumu ambalo mwanadamu anapewa ni kutawala samaki wa baharini, ni kutawala ndege wa angani, ni kutawala na wanyama, ni kutawala na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Kwa maana hiyo inatupatia picha gani? Inatupatia picha ya kusema ya kwamba wewe umepewa sehemu, mimi nimepewa sehemu ya kutawala. Changamoto ya leo ni nini? Kwa nini mpaka leo unabaki kuwa mtumwa? Kusudi la Mungu sio wewe mtumwa. Kusudi la Mungu, aliumba vitu vyote katika uzuri wake, ili ya kwamba mimi na wewe tuweze kuvitawala, mimi na wewe tuweze kuwepo. Hii inatupatia kumaanisha nini? Ya kwamba Mungu, unaweza kuchukua picha sawa ya hapa duniani kama kwenye ofisi zetu, ya kwamba Mungu ndiye, tunaweza kusema kwa Mungu ni mkurugenzi. Mungu ametupatia vitu vyote, ametupatia sisi, tumebaki kama manager, kwa maana kwamba mawakili. Na ikiwa sisi ndio mawakili, tumepewa kuwa mawakala kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo 1:26 ya kwamba tumepewa kuwa mawakala. Na ikiwa tumepewa kuwa mawakala, ili ya kwamba tutunze vitu ambavyo Mungu ameviumba, tuwatunze samaki, tuwafuge samaki, tufuge kila kitu ambacho kiko ndani ya bahari, ikiwa ina maana kwamba vile viumbe tuviongoze, tuvimiliki, vitutengenezee maisha, ili ya kwamba tuweze kuwa watu ambao sio ambao tuko hivi leo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, hii inatupatia picha gani? Kwa mujibu wa Mwanzo 1:26 inatupatia picha ya kwamba ninapaswa kutembea kifua mbele, nikijua ya kwamba kumbe mimi ni meneja ambaye Mungu amenipatia. Mungu amenipatia mimi kama wakala vitu hivi vyote. Ukiona Mwanzo 1 ambaye anaelezea mlolongo wa vitu vyote alivyoviumba, kumbe vinaumbwa ili kusudi mwanadamu aweze kuvitawala, kusudi mwanadamu aweze kuviongoza, kusudi avitumie katika kutatua changamoto mbalimbali za maisha. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, na ndiyo maana Mungu anatoa agizo. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, Mungu baada ya kuumba kwa mfano wake na kwa sura yake, tumeona Mwanzo 1:26, Mungu sasa anaonesha ya kwamba Mwanzo 1 inaonesha ya kwamba ni jumla, lakini anakuja kutuonesha ya kwamba huyo mwanadamu aliyeumbwa ni nani. Mungu alimuumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, na baadaye akawaambiaje? Mungu alimuumba mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Mungu akawabarikia hao watu wawili ambao ni mwanaume mmoja na mwanamke mmoja, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu na ule ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo vyakula vyenu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona kuna pointi moja ambayo leo ulimwengu umechanganyikiwa. Wengine wanasema ya kwamba wanafika sehemu wanaona ya kwamba basi Mungu anaumba, anapomuumba mwanaume na mwanamke, lengo ni nini? Anawaumba kwa kusudi la kutengeneza familia ambayo itamtukuza Mungu. Mungu anamuumba mwanaume na mwanamke kwa kusudi gani? Kwa kusudi ya kwamba malengo yake Mungu kwa ajili ya kujaza ulimwengu, kwa ajili ya kuzaliana, lakini pia kwa ajili ya kutunziana, kwa maana kwamba anaanza kutengeneza mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu, kwa maana ya kutengeneza ndoa.
hii inatupatia picha ya kwamba leo hii mpango ule wa Mungu umepotezwa. Baada ya Mwanzo 3 kuanzia Mwanzo 3, baada ya anguko ya mwanadamu, tunaona ya kwamba changamoto inayokuja kutokea leo hii, wanadamu tumegeuza mpango wa Mungu na kusema ya kwamba mwanaume anaweza kuoana na mwanaume mwenzake, kitu ambacho hakitakiwi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona ya kwamba baada ya kuumba Mungu anamuumba mwanaume na mwanamke kwa ajili ya kutengeneza familia. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaiona katika hatua za uumbaji, nasema ya kwamba eti mwanaume anaweza kuwa na wanawake zaidi ya mmoja, kitu ambacho sio mpango wa Mungu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, Mungu amekuumba wewe mwanaume na amekuumbia mwanamke ambaye utaishi naye, utatengeneza naye familia. Lakini leo hii tukiangalia ya kwamba changamoto inakuwaje baada ya anguko, ndipo tunaona ya kwamba watu wanajitwalia wake wanaowahitaji. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, utakuta ni baba yuko katika familia lakini ana wake zaidi ya mmoja. Ni vijana wengine hawafuati hata mpango wa Mungu wa kuanzisha familia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nikukaribishe kuendelea kufahamu ya kwamba kumbe mpango wa Mungu wa kuniumba na wa kukuumba ni ili ya kwamba uweze kupata familia ambayo itakuwa imara ya kumtukuza Mungu kati ya wewe mwanaume na mwanamke. Basi tunapoendelea na somo letu, tunaendelea kuona ya kwamba baada ya siku zile 6 ambazo Mungu aliumba, akamuumba mwanaume, akaumba vitu vyote na akamuumba mwanadamu, tunaona hata anampatia chakula. Chakula anachompatia ni mbegu, ni matunda na ni mboga za majani, ikimaanisha ya kwamba chakula 30 na chakula kwa kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akasema, akaona kila kitu alichokifanya ni chema, na tazama ni chema sana. Kila kitu ambacho Mungu alikifanya kikawa ni chema machoni pake. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Na tunaona ya kwamba bado tumebakiza siku moja. Hii siku moja Mungu alifanya nini? Basi mbingu na nchi, fungu la Mwanzo 2 fungu la kwanza, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, Mungu akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona baada ya siku 6, baada ya kuumba vitu vyote, baada ya kumuumba hata mwanadamu, siku ile ya 7 Mungu anapumzika. Mungu akapumzika. Hivyo twende kuendelea kujadili ya kwamba habari za huu uumbaji, na uumbaji unatufundisha nini? Je, ninapata mafunzo gani ninapojifunza somo la uumbaji? Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tumeona tangu mwanzo Mungu anapoumba, anaumba siku ya kwanza, anaumba siku ya pili, anaumba siku ya 3, anaumba siku ya 4, anaumba siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7 anapumzika. Tunaona ya kwamba, je, leo hii uumbaji unanifundisha nini? Leo hii uumbaji unanifundisha nini? Na leo hii uumbaji unanifundisha uhusiano wa Mungu na mwanadamu. Inamaanisha vertical relationship, uhusiano ambao ambao una mahusiano yaliyosimama, mahusiano wima, ikimaanisha ya kwamba mwanadamu na Mungu waweze kuhusiana ili kwamba waweze kumechi pamoja kuendeleza kazi ya uumbaji. Na ndiyo maana ile Mwanzo 1 fungu la 28 anasema, Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke,
mkaijaze nchi. Mahusiano Mungu anayaweka, na mahusiano ya Mungu na mwanadamu ni pale ambapo Mungu anaweka maagizo yake. Mungu anakuja kuwatembelea. Mungu anawawezesha kufanya kile kilicho chake. Ikimaanisha nini? Ya kwamba kumbe uhusiano wa Mungu na mwanadamu, ambao ndio uhusiano wima, ni uhusiano ambao Mungu anauanzisha kati yako na Mungu mwenyewe. Na ndio maana tunaona ya kwamba jambo lingine ambalo tunaliona ni uhusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Uhusiano kati ya Adam na Hawa, uhusiano unaanzishwa. Na ndio maana hata ukisoma Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akampanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamwambia yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana akachipusha. Kisoma nasema ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, anatengeneza mahusiano kati yake yeye na mwingine. Adam na Hawa wanakuwa na mahusiano ya kuitengeneza familia. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, uumbaji unatupatia kujifunza fundisho lingine ya kwamba ninapaswa kuishi kwa kumwabudu Mungu wa mbinguni. Mambo ya Nyakati ya Kwanza fungu la 16. Mambo ya Nyakati ya Kwanza 16 fungu la 24 anatupatia kujua ya kwamba Mambo ya Nyakati ya Kwanza 16 fungu la 24 tunajifunza nini? Ya kwamba wahubirini mataifa habari ya utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Na kwa kuwa Bwana ni mkuu, mwenye kusifiwa sana, na wa kuhofiwa kuliko miungu yote. Maana miungu yote ya watu si kitu, lakini Bwana ndiye aliyezifanya mbingu. Na bado anasema, heshima na adhama ziko mbele zake, nguvu na furaha zipo mahali pake. Mpeni Bwana enyi jamaa za watu, mpeni Bwana utukufu na nguvu, mpeni Bwana utukufu wa jina lake. Leteni sadaka, mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri na kwa utaratibu. Kwa nini ni mwabudu Bwana? Ni kwa sababu yeye ni muumbaji wako, yeye ni muumbaji wangu. Na hivyo cha kujifunza, funzo ambalo ninalipata katika uumbaji, ninaona ya kwamba napaswa kuonesha utii kwa kumwabudu yeye, ambaye yeye ndiye muumbaji. Na ndiyo maana nasema ya kwamba mpeni Bwana utukufu wa jina lake, leteni sadaka na mje mbele zake, mwabuduni Bwana kwa uzuri na kwa utakatifu. Kuishi kwa kumwabudu Mungu wa mbinguni. Jambo la tatu ambalo linatupatia kujua na kujifunza kile ambacho uumbaji unakifanya, kuwa kuitii sheria ya Mungu, kutii sheria ya Mungu. Kumbe uumbaji unanifundisha ya kwamba ninapaswa kutii maelekezo ya Mungu. Uumbaji unanielekeza kutii maelekezo ya Mungu. Ndio maana Mwanzo 2 fungu la 17 anasema ya kwamba, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu anatoa maelekezo kabla, yani anapomweka mwanadamu, anamweka mwanadamu na kila kitu, na anapomweka mwanadamu na kila kitu, baadaye Mungu anampa maelekezo namna ya kuishi ili asipoteze maisha, ili asipoteze ile hali aliyokuwa nayo, ili asipoteze ule mfano wa Mungu na mwanadamu, ule mfano wa Mungu kwa mwanadamu. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, nikukumbushe ya kwamba ule mfano wa Mungu ulikuwa ni upi? Ya kwamba ule mfano ambao Mungu anausema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, humaanisha nini? Akimaanisha ya kwamba kwa sababu Mungu ni mtakatifu, na hivyo Mungu alikusudia mwanadamu asipokula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, asiingie katika hatia ya kuweza kupoteza
ule utakatifu. Lakini jambo lingine la pili, tunaona ya kwamba Mungu ni anaishi milele. Mungu ni wa milele, yeye ni Alfa na Omega, yani hana mwanzo wala mwisho. Lakini mwanadamu anaumbwa akiwa na mwanzo, lakini anapoumbwa akiwa na mwanzo, bado anaambiwa ya kwamba usipokula mti huu hautakufa hakika, ukiendelea kutii maelekezo hautakufa, na maana kwamba utaishi milele. Lakini baadaye tunaona ya kwamba kwa maelekezo haya uumbaji unatufundisha kuijua sheria ya Mungu na kuweza kuitii na kuweza kutii sheria yake. Hivyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, Mungu alikusudia ya kwamba mwanadamu aitii sheria yake. Jambo lingine la 4 ambalo tunajifunza katika uumbaji, kula vyakula na vinywaji bora. Kula vyakula na vinywaji bora. Na ndiyo maana ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo, Mungu anampatia aina ya vyakula ambavyo mwanadamu anaweza kuvitumia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunapaswa kula vyakula bora. Zaburi 139 fungu lile la 14 anasemaje ndugu mtazamaji na msikilizaji? Anasema, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya kutisha, matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, Zaburi 139 fungu lile la 14 inaonesha ya kwamba nitakusifu kwa kuwa, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu tena ya kutisha, na matendo ya Mungu ni ya ajabu na nafsi yangu yajua hilo. Nafsi yako inapaswa kujua ya kwamba umeumbwa kwa namna ya ajabu tena ya kutisha. Umeumbwa tofauti na wanyama. Kwa nini? Kwa sababu umeumbwa ukiwa na utashi, kwa sababu umeumbwa ukiwa na upeo wa kuweza kuamua we mwenyewe utende jema au utende lililo baya, umtii Mungu au usimtii Mungu. Umeumbwa kwa namna ya ajabu, na ndiyo maana Mungu hajakuumba kama roboti. Mungu amekuumba uwe na utashi, uwe na maamuzi ya kufanya jambo, uwe na maamuzi ya kumiliki vitu au kuacha kumiliki, uwe na maamuzi ya kuwa maskini au kuwa tajiri, uwe na maamuzi ya kufanya jambo lolote katika maisha yako, uwe na maamuzi ya kuwa na mahusiano mazuri na familia yako au kinyume na hivyo. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, Wakorintho wa kwanza 10 fungu lile la 31 tunapata kujifunza jambo lingine kwa kujua ya kwamba kumbe ninapaswa kula vyakula bora, ninapaswa kuishi kwa sababu nimeumbwa kwa namna ya ajabu. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 31, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Basi mlapo, kwa kuwa unajua ya kwamba nafsi yako inatambua Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu, na Mungu kwa sababu yeye ndiye anayejua mwili wako umeumba kwa namna gani. Na ndio maana Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 31 anatupatia kuelewa ya kwamba basi ulapo au unywapo au ufanyapo neno lolote, fanya yote kwa utukufu wa Mungu, kwa kuwa Mungu yeye aliyekuumba ili ya kwamba aweze kuburudishwa na jinsi ambavyo unaishi na unakula, unakunywa na unapofanya jambo lolote. Utashangaza ya kwamba wakati ambapo Mungu anatuumba, wakati ambapo tunaishi hivi leo, kuna wengine ambao tunaishi vyovyote tu, naishi vyovyote ili mradi tu. Lakini ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, haupasi kula chochote, haupasi kunywa chochote. Mungu ametoa utaratibu ambao ukiendelea kufuatilia maandiko matakatifu yanakupatia ya kwamba kumbe ninapaswa kula kile ambacho kinamtukuza Mungu, kile ambacho Mungu ameelekeza. Na kwa nini Mungu ameelekeza hivyo? Kwa sababu anajua kabisa hakika ukivitumia hivyo hautaunajisi mwili wako, na maana hautasababisha changamoto zingine. Kitabu kile cha Mwanzo 1:29, Mwanzo 1:29, Mungu anatoa maelekezo vyakula ambavyo tunapaswa kula. Lakini pia Kutoka 20 fungu lile la 13 tutasoma hapo, anatupatia kujifunza tena kitu kingine ambacho ninapaswa kujifunza katika mada ya uumbaji. Anasema
usiue. Kutoka 20 fungu lile la 13, usiue. Jambo lingine ambalo tunajifunza katika swala la uumbaji, tunaangalia kuridhika na uzuri ambao unao, au urembo wa asili. Kuridhika na uzuri ambao Mungu amekupatia. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, leo hii tuna changamoto ya watu ambao wapo lakini hawaridhiki na uzuri walio nao, na wengine huwa wakitumia kemikali mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuondoa ile asili yao. Wengine ni wamezaliwa kuwa weusi lakini wanabadilisha rangi yao. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kumbe Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu. Kwa mujibu wa kitabu kile cha 100, Zaburi 139, anasema ya kwamba nitakushukuru kwa kuwa umeniumba kwa namna ya ajabu. Umeniumba kwa namna ya ajabu na nafsi yangu inalitambua hilo. Kwa maana hiyo Mungu amekuumba kwa namna ya ajabu ili ya kwamba uweze kuishi na kuelewa ya kwamba kumbe ninapaswa kuutunza mwili wangu katika ule uzuri na urembo ambao Mungu amekupatia. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, kwa asili wewe ni mzuri. Kwa asili wewe binti ni mrembo, wewe mama ni mrembo. Usibadilishe kile ambacho Mungu amekupatia. Timotheo wa kwanza 2 fungu lile la 9, Paulo anatoa ushauri gani kwa Timotheo ambao ushauri huu unafanya kazi hata leo? Timotheo wa kwanza 2 fungu lile la 9 na la 10, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kustiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, Paulo anatoa ushauri kwa watu wa kipindi cha Timotheo ya kwamba watu wanapaswa kuishije, watu wanapaswa kujipamba kwa namna gani. Jambo la kwanza ameanza kwa wanawake ya kwamba wajipambe kwa mavazi ya kustiri, nguo zao ziweza kustiri. Ukiangalia changamoto leo, ukienda maeneo ambayo yameendelea, wengi, asilimia kubwa wamebaki kuishi kama tamasha ya ulimwengu. Wamebaki kuvaa mavazi ambayo ni nusu uchi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, kumbe uumbaji ambavyo Mungu ameniumba ili niweze kumtukuza Mungu, na mojawapo ya vitu ambavyo vinanisababisha nisimtukuze Mungu ni pale ambapo ninaposhindwa na ninapoonesha ya kwamba mwili wangu kuwa tamasha ya watu kuona hata kwa ndani. Kumbe unapaswa kujipamba kwako katika uzuri ulio sahihi. Vaa mavazi yanayostiri mwili wako. Na jambo lingine, ndio maana natoa ushauri ya kwamba mwanamke, bali ambavyo unapaswa kujipamba kwako sio kwa vitu ambavyo ni vya dunia hii. Napaswa ujue ya kwamba bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunaona kumbe napaswa kujipamba kwa namna gani? Napaswa kuvaa nguo za kustiri. Leo hii wapo wanawake ambao wanavaa nguo ambazo sio size yao. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, vaa vizuri, vaa katika muonekano mzuri, ili ya kwamba kwa maana kwa mavazi yako watu wanapokuona watamtukuza Mungu, maana umeumbwa kwa namna ya ajabu. Jambo lingine, Petro wa kwanza 3 fungu la 3 mpaka lile la 5, anasema kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa ndani usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Yaani mapambo ambayo hayaharibiki ni yapi? Jambo la kwanza, roho ya upole, roho ya utulivu na iliyo ya thamani ni kuu mbele za Mungu. Roho ya upole, roho ya utulivu. Kuna wengine tunatumia gharama kubwa kujipamba kwa nje, lakini kwa ndani Mungu anatualika ya kwamba kujipamba kwetu kuwe utu wa ndani ambao ni upole, ni utulivu, na ili ya kwamba tuweze
kujazwa hekima yake. Fungu lile la 5 nasema, maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, leo hii kuna changamoto ambayo wengi wao kwenye ndoa zao, mfano akina mama, utii kwao ni changamoto. Lakini pia ukisoma ya kwamba wajibu wa mwanamke ni kumpenda, wa mwanaume ni kumpenda mke wake, lakini pia wajibu wa mwanamke ni kumtii mme wake. Lakini ukiangalia utii haupo. Asilimia kubwa wengi tuna changamoto ya kutafuta asilimia ambazo Mungu hakuzianzisha. Hivyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, ninakualika ya kwamba unapaswa kujionesha, kujifunza kwa wanawake wa zamani, wanawake ambao walifuata neno la Mungu. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, uumbaji, kitu kingine ambacho kinatufundisha hivi leo katika uumbaji, kuhusiana na wenzetu na wanadamu wenzetu. Jambo lingine la 7 ambalo tunajifunza katika uumbaji, kufahamu ya kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Fahamu ya kwamba umeumbwa kwa sura ya Mungu. Na ukisoma Mwanzo 1 fungu la 31, naona ya kwamba Mungu amekuumba kwa mfano wake. Kwa mujibu wa Mwanzo 1 fungu la 26, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake. Na hivyo utambue ya kwamba umeumbwa kwa sura ya Mungu, ukimaanisha ya kwamba Mungu anakusudia uweze kuwa mtu ambaye ni mtakatifu. Mungu anakusudia uweze kuishi milele. Na utawezaje kuishi milele? Katika kipindi cha leo utajua ya kwamba na utakuwa ukielewa ya kwamba kumbe Mungu anapokuambia uishi milele, anakuambia ya kwamba nafasi ambayo umepewa, nafasi ambayo nimepewa ni ya kumkiri na kumtii yeye Mungu, ambaye yeye anaweza kukuvusha katika kupatia uzima wa milele. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, jambo lingine la 8, kuthamini kilimo na kazi za mikono. Kuthamini kilimo na kazi za mikono. Ukisoma Mwanzo 2 anatupatia thamini kazi za mikono, thamini kilimo, maana katika ardhi ndipo kunapatikana kila kitu. Vyakula vinapatikana hapo, utajiri unapatikana hapo. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, Mungu anakualika ya kwamba ili uweze uendelee kudumisha na kufurahia uumbaji, na tunajifunza nini? Ya kwamba tunapaswa kuthamini kilimo na kazi za mikono. Mwanzo 2 anasemaje fungu lile la 8? Kwa hiyo kuthamini kilimo na kazi. Ukiangalia wapo vijana ambao wako mtaani hawana kazi za kufanya, lakini wengine wanatoka vijijini wanakimbia katika miji mikubwa, ambao wanapokimbilia katika miji mikubwa wakiamini kwamba kule watafanya kazi. Utakutana kijana na kuambia nimekuja mjini kutafuta kazi. Utamuuliza wewe unaweza kazi gani? Nyumbani ameacha kazi ya kilimo ambayo ni mbaraka kutoka kwa Mungu. Lakini maana Mungu anasema ya kwamba wailime na kuitunza. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Fungu la 15 tunaona ya kwamba Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa ni agizo la Mungu habari ya kuilima ardhi na kuitunza. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, zipo faida nyingi za kuweza kuilima ardhi na kuitunza. Kwanza, faida mojawapo ni ya wewe kufanya mazoezi. Unafanya mazoezi ya mwili kupitia kulima. Lakini jambo lingine la pili ambalo linapatikana kwenye kufanya shughuli ya kilimo, jambo lingine la pili inakusaidia kuweza
kuondoa mawazo. Maana ukiangalia kwamba unapofanya kazi mwili unakuwa faida ya mazoezi ni kwamba inakusaidia kuondoa yale mawazo. Lakini jambo lingine la tatu, inakusaidia kazi ya kilimo inakusaidia kupata chakula cha kujikimu, na maana kwamba inafukuza njaa katika maisha yako. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, uwe na juhudi katika kufanya shughuli za mikono, uwe na juhudi katika kufanya shughuli za kilimo, maana kupitia kilimo ndipo wewe utaitwa mtu ambaye ni jasiri, mtu ambaye ni anaeleweka katika jamii. Ukiangalia mtu ambaye hajihusishi na shughuli za mikono, hajihusishi na shughuli ambazo ni halali, changamoto yake ni kwamba huonekana ya kwamba yeye ni jambazi. Utakuwa jambazi, utajiuza mwili wako. Usipofanya shughuli, ukapata chakula, ukapata kitu cha kujikimu, mwisho wake utafanya maovu. Hivyo ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji, ni kualike ya kwamba jambo la 8 ambalo linatufundisha katika mada ya uumbaji, tunaona ya kwamba ni kuthamini kilimo na kazi za mikono. Jambo la 9 ni kuthamini taasisi ya ndoa ya tangu Edeni. Ukisoma Mwanzo 2 fungu la 18, Mwanzo 2 fungu la 18, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa bustani na kila ndege mpaka fungu la 20, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuona wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akasema, akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Fungu la 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Hivyo kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Tunaona ya kwamba thamini ndoa, taasisi ya ndoa ambayo Mungu alianzisha tangu katika bustani ya Edeni, unapaswa kuithamini. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tunajifunza ya kwamba taasisi ya ndoa inapaswa kuheshimiwa, taasisi ya ndoa inapaswa kuthaminiwa. Kama we ni kijana bado haujaoa, fuata mpango wa Mungu ili kupata mke wako au kupata mume wako. Fuata mpango wa Mungu. Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambao wakiungana pamoja wanatengeneza familia. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, ni kualike ya kwamba tunapoenda kumalizia somo letu, jambo lingine ambalo tunajifunza katika uumbaji linatusaidia. Uumbaji unatusaidia kujifunza, kujua ya kwamba baada ya kazi napaswa kupumzika. Baada ya kazi napaswa kupumzika. Pumzika baada ya kazi. Lakini lipo pumziko ambalo Mungu ameliweka, ambayo ni siku ya 7, ambayo ni sabato yake. Mungu ameagiza watu wapumzike. Hivyo ndugu yangu, thamini pumziko la Mungu. Fanya kazi siku 6 na siku ya 7 uweze kupumzika. Wito wangu katika kipindi hiki na katika neno la Mungu, ndugu yangu mtazamaji, hauwezi ukasema kwamba Mungu aliumba bila pumziko la kweli, bila kuthamini kazi. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, thamini kazi, pumzika, ili Mungu akupatie nguvu ya kuendelea kuitwa mwana wake. Bwana akubariki, Bwana akuinue, katika jina la Yesu tumeona kushukuru. Amina. Baba mtakatifu, asante kwa mtumishi wako ambaye amesikiliza neno hili. Mbariki, muinue
katika kusikia ujumbe huu akafanya maamuzi ya kufuata wewe kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, akijua kwamba umemuumba kwa namna ya ajabu, akaishi maisha ya kupendeza wewe, katika jina lake Yesu, amina.